Amen. Haleluya. Ndiyo, karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu kinachosema ya kwamba katika somo letu linalosema ya kwamba ukiri ni ufunguo wa kufungulia maisha au kufungulia imani yako. Kuambia watu matendo yao, wewe mwizi, wewe kahaba, wewe mlevi, wewe muone utachoma moto. Hapana, waonyeshe kile Mungu na kuonyesha hili ni eneo la kwanza katika ule ukiri. Tumeelewa kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa baadaye tutakuja kuangalia ukiri katika neno. Kwa hiyo hawakuwa wanakiri mambo haya ili waokoke, kwa sababu tayari walikuwa wameshaokoka. Maana yake mtu akishaokoka hawezi tena akakiri kwamba ona mimi nilikuwa mwizi. Unaona, kuna hatua sasa hapo ya kukiri, aanze kulikiri neno. Sasa hawa kwenye Matendo ya Mitume hawakuwa wanakiri ili waokoke kwa sababu tayari walikuwa wameshaokoka. Kwa waliacha mambo hayo ya uganga kwa sababu walikuwa wameshaokoka. Tumeelewa Sasa kwa mfano kuna watumishi wengi wa Mungu, naona watu wanatoa ushuhuda, jamani mimi nilikuwa mganga, mimi nilikuwa mlevi, nimeacha ulevi. Ndio maana ya kukiri. Maana pale kaishaokoka baada ya kuona matendo ya Kristo Yesu, baada ya kuona kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi. Kwa hiyo mara nyingi sana unaweza kuona watu unamwekea kizuizi mbele. Unamwekea kizuizi mbele, au tuseme unachukua mzigo, sawa, halafu unaweka mbele ya punda, halafu unamwambia punda vuta mzigo, au unaweka tela mbele ya kichwa cha punda, unamwambia vuta, badala ya uweke nyuma ndio avute, unamwekea mbele ili avute punda huyo. Umenielewa? Kwa hiyo unawaambia watu lazima uache jambo hilo, au kuachana na matendo fulani, uachane na matendo fulani, uachane na kitu hiki kama wanataka kuokoka. Lakini jambo la msingi kabisa kwanza ni kumkubali Bwana wa Yesu Kristo, kisha hayo mambo mengine yatashughulikiwa. Siku moja nilikutana na binti mmoja. Huyu binti yeye akaniambia yeye ameshindwa kuokoka kwa sababu ameshindwa kuacha matendo yake. Kila akienda ibadani anasikia hukumu, kwa hiyo ameamua kuacha. Umeona, injili ya kuambia watu waache matendo yao, badala ya mtu kumsaidia unajikuta unamfungia mlango. Kwa hiyo ndio maana Yesu akasema mnawafungia watu mlango. Umeona mnawafungia watu mlango ili wasiweze kuingia. Na ndio injili hiyo hata ya Mafarisayo na Masadukayo ya Kiyahudi ilikuwa ni ya watu matendo yao, kuyaacha matendo yao. Ndio maana hata Yesu kwa Yesu walimhesabu kama ni kahaba, Yesu walimhesabu kama ni mwizi, tapeli, kwa sababu ya torati ya hukumu ya matendo. Kwa sasa katika Agano Jipya tutaweza kuona ukiri katika Agano Jipya. Sasa katika huyo mwanamke mmoja, wanawake huyo niliyekutana nao mimi, watu wangapi sasa wameshindwa kuokoka kwa sababu ya hukumu ya dhamiri zao, kwamba wao wameshindwa kwa sababu ya matendo yao mabaya. Tunakuja kwa Yesu kama tulivyo, tunaendelea. Huu ni mfano wa kukiri na kuungama makosa. Maona huu ni mfano wa Agano la Kale wa kukiri na kuungama makosa, kwamba kuyaacha, mtu aache tabia fulani. Kwa hiyo kwa mfano yule binti niliyokuambia, yeye aliacha kwenda kanisani kwa sababu ameshindwa kuacha dhambi. Unaona, kwa alikuwa akijaribu kujisafisha maisha yake na kuachana na tabia zake mbaya. Unaona, huyu yaani unajaribu kujisafisha ili uache tabia mbaya. Kwa alikuwa akijaribu kufanya mwenyewe ili aweze kuokoka, lakini kitu alichotakiwa kukifanya ni kumkiri Yesu, ubwana wa Yesu, kuwa yeye ndio Mwokozi. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini
ya kuwa Bwana. Unaona ile Warumi sura ya 10, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini ya kuwa Bwana alimfufua kutoka katika wafu utaokoka. Mwenye dhambi amekuwa akimtumikia Shetani, ana hukumu ya dhambi moja tu mbele ya Mungu, kumkataa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Mungu anataka mwenye dhambi amkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi ndiyo kiini hasa cha injili yote. Kwa mwenye dhambi hukumu yake ni moja tu, ya kutokumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, sio ile ya matendo, kwa sababu matendo tayari Yesu aliyashughulikia. Dhambi Yesu alihukumu kwa mwili wake pale msalabani, na akatangaza kwa wenye dhambi wote kwamba imekwisha. Kwa dhambi ambayo wanahukumiwa ni ya kutokuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ndio injili kwa wainjilisti wote. Acheni kutukana watu, kudhalilisha watu, utu wao. Mumfunulie pendo la Yesu, wewe utadaiwa. Yale unakuta ni maasila yako au kulisishwa. Baba zetu waliotangulia, waliofanya injili, wao ndio walihubiri vile. Kwa sasa tukubali sasa sisi kuelimika, kujua kweli ya Kristo, kumtaka mwenye dhambi akili dhambi zake zote mbele za Mungu ili awe kiumbe kipya. Hakuna maana yoyote. Ni sawasawa na mkuu wa jimbo kumwendea mfungwa aliyopo gerezani na kumwambia, nitakutangazia msamaha kama ukiri upo gerezani. Tayari yupo gerezani kwamba anakiri au hakiri. Yaani mtu ambaye unamfuata mfungwa gerezani, unataka akupe siri au akwambie, unamwambia nitakutangazia msamaha, na wakati tayari yumo gerezani. Ndio sawa sasa na mwenye dhambi, unamfuata unamwambia, wewe tubu, wewe mlevi, wewe kahaba, wewe mwizi, mchawi, utakufa usipotubu. Tubu leo. Hiyo sio injili. Mwonyeshe kile Yesu alichokitenda. Watu wengi wanafikiria injili ni kuwaambia watu makosa yao. Hata wakati wengine watumishi wa Mungu ibadani, kanisani, unaanza kuwaambia watu makosa yao, unaanza kuwadhalilisha watu. Unasema injili inauma. Unakuwa unasema injili ni upanga, kwa hiyo inakata ukali kuwili. Haimaanishi hivyo. Ndiyo, injili ni upanga, imeandikwa hivyo, lakini haimaanishi hivyo. Pale ni kumdhalilisha mtu, kwa sababu mtu amekuja kutoka nje akiwa ni mwenye dhambi. Anapoingia ndani, muonyeshe sasa upendo. Muonyeshe ametoka nje akiwa na tabia hizo, anapokuja ndani muonyeshe pendo. Yale maisha ya kusema kuna wachawi, ndio sasa wewe uonyeshe pendo ili uchawi wake auache, sio kuanza kuwatukana watu. Kwa injili kamili, ni kuwafunulia watu lile pendo la baba yao ili waanze kuungama, kukiri. Kwa hivyo ndivyo ilivyo dhahiri kwamba mwenye dhambi ni mtoto wa Shetani. Anachotakiwa kukiri ni ubwana wa Kristo Yesu. Ni lazima kweli aisikitikie dhambi zilizopita na ageuke na kuziacha kabisa, huku akikubali kwamba anamhitaji Mwokozi. Kisha ni lazima amruhusu Yesu atawale maisha yake ya kila siku. Mwenye dhambi yoyote, mtu ambaye hajaokoka, maana yake tayari yeye ni baba yake ni Shetani. Yesu akasema kwenye ile Yohana 8:44, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye baba yake ni Ibilisi. Sasa lazima umwonyeshe ubwana wa Yesu Kristo ili aamini. Anakapoamini sasa, Bwana ndio awe bwana wake, sio Shetani tena. Ona sasa maneno. Kama ukikiri kwa kinywa chako, ni lazima mwenye dhambi akiri kwa kinywa chake, kwa maneno
yanayosikika. Ni lazima midomo yake itamke. Kukiri si kwa kwa ajili yetu binafsi tu, bali ni kwa ajili ya ulimwengu usikie, na kila kumtangazia shetani ambaye amekuwa akitawala maisha yetu kabla ulimwengu usikie, atamke yeye mwenyewe baada ya kusikia habari njema, baada ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Sio baada ya kuambiwa matendo yake, baada ya kufunuliwa pendo la Kristo, baada ya kufunuliwa pendo la Baba yake, baada ya kuonyeshwa kile Mungu alichomfanyia. Sasa ndio maana uweze kujifunza ile Yohana sura ya 16 mstari wa 8. Yesu anasema, kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, mimi naenda zangu kwa Baba; kwa habari ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Maana mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamtaniona tena. Umeona? Kwa habari ya dhambi, kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini. Kwa wenye dhambi wote, dhambi yao kubwa ni kwa kutokuamini nani? Yesu. Sio kwa sababu ya kile wanachokifanya, sio kwa sababu ya matendo wanayoyafanya, sio kwa sababu wanalewa, wanaloga au wanaiba. No, kwa sababu hawameshindwa kuamini ubwana wa Yesu Kristo. One kwa watakapomwamini, anayewasababisha atende yale matendo ni bwana wao ambao ni Shetani. Sasa inatakiwa wewe na Bwana ambaye ni Yesu Kristo, ili ndio awachunge, awaongoze. Yesu anasema, mimi ni mchungaji mwema niliyetoa uhai kwa ajili ya kondoo zangu. Kondoo zangu wanaijua sauti, nao wananifuata. Unaona? Sasa hawaijui sauti ya nani? Huyu ya mgeni. Sasa unaona, sasa kwa huyu mwenye dhambi bwana wake ni Shetani. Sasa anapokuja kukiri kuwa Yesu ni mwokozi wake, sasa ndiye bwana wake, kwa huyu ndo anaanza kuyaongoza maisha. Lakini leo hata waliomo ndani ya kanisa leo wanachokijua ni nini? Hawajui kwamba inatakiwa bwana wao ndio wamsikilize, wakili ile imani, wakili ile neno, walizungumze. Unapokukiri kwa sauti, kwa kushauri, sasa unapofanya vile, unafanya sasa huyu bwana ambaye ni Ibilisi ashindwe kutawala maisha ya huyu. Unaona? Kwa sababu wengi tumewambia kwa habari ya ubwana, Unaona? Acha matendo, acha dhambi. Wewe mlevi, wewe kahaba, pale muonyeshe baba yake, muonyeshe huyu Mungu wake, ili amwamini, then awe kiongozi wa nafsi yake, roho yake na imani yake. Mungu akubariki. Amani iwe kwako. Amen. Kwa hiyo karibu sana, tuendelee kujifunza katika somo hili la